kwa nia ya kujifunza elimu ya dini na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kila sekunde iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi, lakini vile vile iwe ni sababu ya kunyanyuliwa daraja. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa msikiti kwa kunipa fursa hii ya kukutana na ndugu zangu katika imani ndani ya msikiti huu mpya mzuri kabisa, mashaallah, ili tuweze kuzungumza pamoja masala yatakayotusaidia katika kupandisha imani zetu. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ambayo nimeiandaa kwa dakika chache ni maudhui ambayo inasema kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeamua nizungumzie maudhui hii kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo maradhi yake makubwa ni maradhi ya humum wal ahzan wal afkar, ni maradhi ya stress, ya msongo wa mawazo. Na haya maradhi, ndugu zangu Waislamu, ni maradhi ya hatari kuliko maradhi yoyote ambayo hujawahi kuyasikia, na takwimu zinaonyesha kwamba afya za watu wengi zinaathirika kutokana na kuwa na humumu na msongo wa mawazo, kutokana na aina ya maisha ambayo tunayaishi hivi sasa. Sasa matibabu yake yapo kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yapo kwa kujitambua wewe ni nani, na yapo kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na kuzingirwa na changamoto za kidunia, saa ingine mpaka mtu anasahau kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Na kama tutatoa fursa ya kila mtu azungumze changamoto zake huko msikitini, kwanza tutakesha, lakini pili kila mtu ataona ya mwingine ni kubwa kuliko yake. Vifua vyetu vimebeba vitu vizito, na hii kila mtu anafahamu, katika biashara yake, katika familia yake, katika kazi yake. Almuhimu, kila mtu anazo changamoto mbalimbali. Wote tuna shida, wote tuna mitihani, na wote tuna changamoto lukuki. Zipo changamoto za maradhi, ima ni wewe mwenyewe unaugua au unauguza. Umehangaika na mgonjwa wako, hospitali zote gharama kubwa, umempeleka mpaka nje, mwisho wa siku umekata tamaa. Zipo changamoto za umaskini, unahangaika kutafuta riziki na familia yako, lakini kila siku unachokipata hakikutoshelezi. Umeingia katika mzigo mkubwa wa madeni ambaye anakuelemea na saa nyingine anakunyima mpaka usingizi. Ziko changamoto za watoto, uliomba kwa Mwenyezi Mungu akujalie watoto wenye kheri na wewe, lakini Allah amekupa watoto ni mtihani. Lakini wala aksi sahih, Allah hajakujalia kupata kizazi. Kila siku unaomba upate, uko peke yako, unasononeka, unahuzunika, macho ya watu yanakuchoma. Zote hizi ndugu zangu ni changamoto, kama sio moja mbili, basi unayo moja katika hizo. Saa ingine unahisi hakuna pa kwenda, milango yote imefungwa mbele yako, shetani anaingia kukupandikizia huzuni. Alhazan mina shaitani, ukijiona na huzuni ujue shetani amekukaribia karibia. Na ndio maana katika sifa za watu wa peponi, la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawana hofu wala hawana huzuni. Kwa hiyo ukishaanza kupatwa na huzuni, na shetani anakukaribia, anakukatisha tamaa, anakukumbusha dua ulizoomba, anakukumbusha kheri unazofanya, anakukumbusha ibada unazozifanya, halafu anakukumbusha kwamba katika vyote hivyo hujapewa kitu chochote na wewe unayemwabudu. Lengo akate connection baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Unahisi milango yote imefungwa mbele yako.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, fafirru ila Allah. Utakapopatwa na hizi cases ambazo tumezizungumza, ambazo kila mmoja anazo, kuanzia mimi mzungumzaji na hakika na nyinyi ndugu zangu wasikilizaji mnazo. Unapopatwa na hali kama hii, Mwenyezi Mungu anasema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah Subhanahu. Sio mtembee, kimbie. Ndio maana kukimbia kwenda haraka. Fanyeni haraka, kimbilieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mufassiruna wanasema alhurubu min ash-shay' huwa alhurubu min shay'in mukhifin ila shay'in amin. Kukimbia kunakusudiwa hapa ni kukimbia kutoka katika eneo la hofu lenye kuogopesha kwenda katika eneo lenye amani na usalama. Min shay'in muz'ij ila shay'in mutma'in, kutoka katika eneo linalokusumbua kifikra, mawazo, nenda katika eneo ambalo fikra zako zitatulizana. Napo ni wapi? Ni kukimbilia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika as-salaf as-salih, mmoja wema, naitwa Fudail ibn Ayyad, mashhur nachuoni mkubwa wa Kiislamu. Yeye ni mmoja katika maimmatil haramain, imamu msikiti mtakatifu wa Makkah. Siku moja anakwenda msikitini, akapita nje ya nyumba za zamani tunazifahamu, vigogo vya mitende, majani, yani hakuna stara takriban. Akasikia ndani ya nyumba mtoto analia kwa sauti kubwa sana, na sio analia tu, anachapwa, anapigwa na mzazi wake, na kilio chake kikamfanya asimame kwamba afanye nini sasa, aingie kutoa nasaha, kuamua au asubiri. Lakini ghafla wakati anafikiria, anasema mlango wa mbele ukafunguliwa, mtoto akatoka spidi, katimuliwa na mama yake. Mama akaufunga mlango, akasema intahatil qadhiya, qadhiya imemalizika, niendelee na safari zangu. Akaenda zake msikitini, kaswali, kakaa, kapumzika. Anarudi pale pale katika nyumba ile, anamkuta yule mtoto aliyokimbia yuko nje ya mlango, anagonga mlango huku akimwita mama yake na kumbembeleza afungue. Mama, nisamehe mama, nje baridi, mama nasikia njaa, mama nifungulie, mama nimekosa. Fudail akataka aone ile scenario inaishia, akakaa pembeni. Sasa mtoto aligonga mlango sana, kwa sababu ni mtoto mdogo, akapitiwa na usingizi kwenye kizingiti cha mlango wa wazazi wake. Lakini ghafla mama akafungua mlango baada ya mtoto kulala. Ayadha amekaa mbali, akamwona mtoto wake amelala kwenye kizingiti cha mlango, akamnyanyua kwa huruma, mapenzi, huku akilia, huku akimkumbatia, huku akimbusu mtoto wake, akaingia naye ndani na akafunga mlango. Ayadha anasema lam atamalak nafsi, sijaweza kuimiliki nafsi yangu, machozi yangu yakaanza kububujika kutokana na ile hali niliyoiona. Si kwa sababu mtoto alilala kwenye kizingiti, lakini anasema nilijiuliza, mimi Ayadha nimemkosea Mwenyezi Mungu mara ngapi, na ni mara ngapi nimegonga mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwomba msamaha kama alivyogonga huyu mtoto katika mlango wa mzazi wake. Nikarudisha mkanda wa maisha yangu na madhambi na makosa ambayo nimemfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mara ngapi nimemgongea Mwenyezi Mungu mlango kwa kulia na kumwambia ya Allah nimekosea, ya Allah nimekukosea, na kumuomba na kumbembeleza, ni mara ngapi? Anasema tukio lile lilibadilisha maisha yake kabisa, na tukio lile lilimfanya akithirishe qiyamul layl. Kwa maana hiki alikuwa anamgongea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo mtoto anamwambia mama nifungulie
nasikia baridi, nasikia njaa, kwa maana nyingine hana sehemu ya kwenda. Sehemu pekee ya kwenda ni nyumbani kwao. Walillahi almathalul a'la. Huu ni mfano wa kukurubisha mali, na yeye anaishi kwamba mimi kama Fudhail nilisahau kwamba sehemu ya kwenda ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumlilia na kugonga mlango na kumwomba Mwenyezi Mungu anifungulie milango yake niweze kuingia, aweze kunikupatia, aweze kunifungulia milango, aweze kunisamehe. Ndugu zangu Waislamu, shida tulizonazo ni fursa ya kutambua kwamba sisi si lolote si chochote. Shida inayopata ni fursa, ni message. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuambia wewe huwezi kufanya kitu chochote bila bila. Ni fursa ya kukukumbusha kwamba kuna sehemu ya kukimbilia, kwamba unaye muumba aliyekuumba, mwenye huruma na wewe. Mgongee mlango, muombe. Ndugu zangu Waislamu, tukielewa sisi ni kina nani, tutamuelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nani. Sharti tujielewe. Sengine tunajisahau, sengine tunajiona tunajitosheleza, na ndio maana tunampa Mwenyezi Mungu nafasi ndogo. Lakini tukijitambua ukweli wetu, wallahi siku zote Allah atakuwepo mbele yako, na utajua uwezo wa Mwenyezi Mungu na utamkadiria Mwenyezi Mungu ukweli wa kukadiria. Allah anasema katika Qur'an, ya ayuhan nas, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ni mafakiri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Mwenyezi Mungu ni mkwasi mwenye kushukuriwa na mwenye kusifiwa. Aya hii ni nzito sana ndugu zangu Waislamu, na imezungumzwa kwa makusudio maalum. Antum al-fuqara, nyinyi ndio mafakiri, nyinyi ndio wenye kuhitaji, na mnayemhitaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghani, Mwenyezi Mungu. Siku zote ukiweka aya hii mbele ya macho yako, anta fakir, vyovyote utakapokuwa umeruzukiwa na Mwenyezi Mungu, lakini anta fakir tahtaju ila Allah, ukiweka mbele yako itakuwa inakukumbusha uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakukumbusha nani wa kumkimbilia katika ufakiri ulionao wa changamoto zinazokukabili. Huna solutions na changamoto hizo, kimbilia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amechagua neno fakir, hajasema miskini, sababu kuna tofauti kati ya fakir na miskini. Miskini ni mtu ambaye ana kazi, ana sababu ya riziki, lakini haimtoshelezi. Yani akiamka asubuhi anakwenda sehemu yake ya kazi, hata kama kazi yake ni ndogo, labda unaona ni dhalili, lakini خلاص ana masdaru rizq. Kwa ushahidi kwenye Qur'an, amma safina fakana limasakin ya'maluna fil bahr, ile merikebu sura al-Kahf ilikuwa ni mali ya maskini wanafanya kazi baharini ya kusafirisha watu na mizigo, lakini Mwenyezi Mungu kawaita maskini. Fukara ni yule ambaye anapoamka asubuhi hata hajui atafanya nini, hana masdar ya riziki, hajui aende wapi, atakula nini, atafanya nini. Hadha huwa al-faqir. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia mimi na wewe, antumul fuqara, yani nyinyi ni hoe hahe, maskini kabisa wa mwisho, na Mwenyezi Mungu ndio mkwasi. Maana yake nini? Tujiweke katika level yetu kwamba sisi kwa Mwenyezi Mungu si lolote si chochote, bila Mwenyezi Mungu sisi ni sifa, na hakuna changamoto yoyote ulionayo inaweza ikaondoka isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Tukielewa hivyo, ina maana tutakuwa tumejiweka katika position nzuri ya kutambua nani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, fafirru ila Allah, kumkimbilia Mwenyezi Mungu ni zaidi ya dua, zaidi ya kuomba dua. Dua ni kunyanyua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu kwa adabu za dua.